Mradi mzuri. Mradi mzuri. Na kwa upande wa soko, kwa sababu tunapotegemea kufuga moja kwa moja tunalenga kupata soko. Unaona unazungumziaje kwenye upande wa soko la nguruwe au kitimoto hasa kwa ukanda wenu wa Bukoba? Bado tuna changamoto kwenye masoko. Japokuwa wakati mwingine nasema si changamoto kwa sababu kuna wakati fulani alitokea mtu kwamba anahitaji wanyama 100 wa kuchinja. Tulikosa, hatukuwa nao. Kwa hiyo bado hatuna wanyama wa kujitosheleza. Kama tukifikia pahala ambapo kwenye zizi kama hili, shamba hili unavyoliona, ukija ukaniambia unataka wanyama 10 wa kuchinja, huwezi ukawapata. Lakini kama tukiongezeka ufugaji kama hivi mliofanya semina, watu wakawa na mwitikio mkubwa, hata wanyama kuanzia 50 labda kila mtu, ni rahisi sana tukatafuta masoko hata nje ya ukanda wetu wa Kagera. Kwa maana fupi ni kwamba soko lipo lakini wanahitaji kwa ukubwa. Sasa inakuwa ni ngumu wa wafugaji kuweza kufikia hilo. Ndio maana yake. Karibu tena mpenzi mtazamaji wa Rubaba TV, na hii ni siku nyingine tena tupo Bukoba, Lubumba. Na huku tumemtembelea mfugaji wa nguruwe ambaye yeye anafanya ufugaji wa nguruwe kibiashara. Tutazunguka shambani kwake tuweze kukuonesha nini maana ya ufugaji wa nguruwe kibiashara, kuanzia utunzaji, aina ya mbegu na kila kitu kwa ujumla. Mimi nisiwe mzungumzaji wa maneno mengi, nataka tutazungumza na mhusika, tugusie kidogo tu kwa wewe ambaye unatamani kuingia katika ufugaji, basi uweze kupata elimu ambayo inaweza kusaidia kuweza kutoka eneo moja kwenda sehemu nyingine. Mimi ni Imani Rubaba, nakumbuka hapa nimeletwa kwa udhamini mkubwa wa kampuni ya Koudijs. Hawa ni wazalishaji wa concentrate na vyakula vya mifugo mbalimbali. Hapa tunazungumzia chakula cha samaki, nguruwe pamoja na kuku. Twende pamoja ili uweze kujifunza, uhamasike, lakini pia uweze kuelimika. Rubaba TV. Kwanza mchungaji, shikamoo, na tumefly tena kutembelea shambani kwako sababu mara ya mwisho tulikuwa mashambani. Ndio. Kwanza nikupongeze. Kwa kweli nimezunguka mashamba mengi, lakini mbegu ulizonazo, namna ambayo unaofuga, uko serious sana, na kupongeza kwa hilo. Asante sana. Kwa ambao hawakufahamu, tungependa ujitambulishe ni nani, lakini pia unajihusisha na nini hasa? Mimi ni askofu na ni mchungaji. Unajua uwezo ukawa askofu kama sio mchungaji. Ninaitwa Joas Josia Baganda. Niko Bukoba Manispaa, kata ya Nyanga, mtaa wa Rubumba. Na shughuli yangu kubwa ni ufugaji na kilimo. Na niko na mbegu aina tofauti tofauti, lakini ninachoshukuru Mungu, naona watu wameanza kuitika na mimi naona ninasogea mbele. Kwa ufupi ndio hayo. Sawa. Nafahamu unafanya shughuli za kilimo na ufugaji, lakini specifically leo tuzungumzie kuhusiana na nguruwe. Kwenye upande wa nguruwe umeanza muda gani? Nina miaka 3 sasa katika ufugaji, na nimejifunza. Unajua kujifunza darasani na kujifunza ukiwa field ni vitu viwili tofauti. Lakini nachoshukuru kwamba angalau nimeanza kupata uzoefu. Naweza nikakubaliana na mtu ambaye amefuga kwamba changamoto yetu kubwa walio wengi ni namna ya ulishaji. Ni chakula gani tunawapa, ni concentrate zipi tunazozichanganya. Kwa sababu ufugaji mwingi, mtu akiambiwa kufuga nafikiri tunawapa pumba. Kwa hiyo akienda akawapa pumba, anashangaa nguruwe wake hawakui. Lakini pia kwa sababu vyakula ni makampuni ni mengi na kila mtu anajitangaza. Mwanzoni tulianza kupata shida kwa sababu nilikuwa naagiza concentrates nyingi kutoka Mwanza kabla ya kupata wakala huku. Lakini nikagundua kuna mfugaji mmoja alinisaidia. Akasema unaona nguruwe wako wamedumaa, hebu nakushauri tumia Koudijs. Halafu kwa mwezi mmoja utakuja kunishukuru. Fikiri tumeshawapa concentrates zingine, wamesha dumaa,
Alafu ndio unapata ushauri kutumia Koudijs, alafu unapewa mwezi mmoja, na ni ukweli kabisa nimeona matokeo chanya. Kwa hiyo kuanzia hapo nikabadilika kimtazamo. Angalau nguruwe anapozaliwa kuanzia zile kilipu mpaka miezi mitano, nimeona ni vizuri nitumie Koudijs, japo watu wanaogopa gharama. Kumbe ukiogopa gharama maana yake umekwepa faida. Kwa hiyo ukikubali gharama maana yake unatafuta faida. Kwa hiyo sasa hivi ni kama ulivyoweza kuona kwamba nguruwe kama hao ukiangalia miezi mitatu, napo nimejifunza kitu kwamba kuna kitu ambacho inabidi nikiboreshe ili nguruwe wangu akija kufikia miezi mitano awe na uwezo wa kuwa na kilo 80, miezi 6 awe amefikisha 100. Kama ni mwezi wa 7 nampandisha ama naamua kumchinja, basi niweze kuchinja kwa faida. Ndio. Mwanzoni unasema walidumaa, hasa walikuwa wanadumia kwenye umri gani, na baada ya kutumia Koudijs ni kwa muda gani hasa ulianza kuona hayo mabadiliko kwa haraka? Nguruwe wale walikuwa na miezi mitatu, lakini sasa mtu mmoja akaniambia hivi, kwa kukusaidia mimi nawanunua kwa 1,500,000. Sasa nguruwe na miezi mitatu halafu unamuuza kwa 1,500,000, ni hasara. Lakini akalishauri akasema vinginevyo ukubali gharama, badilisha kampuni ili ndani ya mwezi mmoja uje unishukuru. Kwa hiyo na mimi nikakubali, kwa sababu nilikuwa nao wengi, nikakubali kubadilika na sasa nimeanza kuona matokeo. Nashukuru sana. Wewe kama mfugaji wa nguruwe, hasa unajivunia nini kupitia ufugaji wa nguruwe, au unajionaje miaka michache mbele? Kitu cha kwanza ninachojivunia kwenye ufugaji wa nguruwe, nguruwe ni mradi ambao umebeba faida lakini watu hawajaiona, kwa sababu hakuna changamoto nyingi za magonjwa. Alafu ulishaji wake ni mwepesi. Na wenyewe ukishawapa chakula wanatulia. Kwa hiyo ninachoweza kujivunia kwamba nimepata mradi ambao hauna stress. Siwezi kupigiwa simu kwamba ameingia kwenye joto, fanya haraka mtafute daktari. Hapana, ataingia kwenye joto na joto litadumu masaa 72. Kwa hiyo nikiingia tu najua atapandishwa. Kwa hiyo hilo nalo pia nimeona ni mradi mzuri. Ni mradi mzuri. Na kwa upande wa soko, kwa sababu tunapotegemea kufuga moja kwa moja tunalenga kupata soko. Wewe unazungumziaje kwenye upande wa soko la nguruwe au kitimoto, hasa kwa ukanda wenu wa Bukoba? Bado tuna changamoto kwenye masoko, japokuwa wakati mwingine nasema si changamoto, kwa sababu kuna wakati fulani alitokea mtu kwamba anahitaji wanyama 100 wa kuchinja, tulikosa, hatukuwa nao. Kwa hiyo bado hatuna wanyama wa kujitosheleza. Kama tukifikia pahala ambapo kwenye zizi kama hili, shamba hili unavyoliona, ukija ukaniambia unataka wanyama 10 wa kuchinja, huwezi ukawapata. Lakini kama tukiongezeka ufugaji kama hivi mliofanya semina, watu wakawa na mwitikio mkubwa, hata wanyama kuanzia 50 labda kila mtu, ni rahisi sana tukatafuta masoko hata nje ya ukanda wetu wa Kagera. Kwa maana fupi ni kwamba soko lipo, lakini wanahitaji kwa ukubwa. Sasa inakuwa ni ngumu wa wafugaji kuweza kufikia hilo soko. Ndio maana yake. Mimi pia na shuhuda, kwa sababu unafahamu kuna migodi, kuna institution nyingi sana wanahitaji nyama, lakini sasa namna ya ufugaji ambavyo wanafuga inakuwa ni ngumu kuweza kufulfill hilo soko. Huo ni ukweli, kwa sababu walio wengi tunafuga kusubiria Krismasi na Pasaka ndio tuchinje. Sasa ukiangalia hiyo sio biashara. Biashara ni kwamba inabidi usupply angalau kilo 50 au 100 kila wiki au kila baada ya siku 3, kitu ambacho mimi mwenyewe sijaweza. Sasa pengine unamwambia nini mtazamaji wetu anayeona video hii kwa mara ya kwanza na anataka pengine na yeye aweze kufuga nguruwe? Ni neno gani ambalo unamwambia hasa? Mimi naweza kusema kwamba haujachelewa kama unataka kufuga, kwa sababu kila jambo huwa lina wakati wake. Haujachelewa, lakini hebu anza kufuga, kwa sababu niliangalia
nguruwe ana uwezo wa kuzaa mara 2 kwa mwaka, tofauti na ng'ombe. Ng'ombe anazaa mara 1 kwa mwaka na atakupa ndama mmoja ambaye hata ukijitahidi kumuza kwa miaka hiyo 2 unaweza ukamuza 1.5 au 2 Lakini mimi nguruwe wangu wanazaa mara 2 mpaka kisha nipa vibwagala labda 30. Nikiuza hata kwa 200,000 nitakuwa na 6 na gharama yangu sio kubwa. Kumbuka mimi nauza kitoto cha mwezi mmoja kwa shilingi 200,000 mpaka 300,000 mpaka 500,000, inategemea na aina ya mbegu. Kwa hiyo mimi ninaona kufuga nguruwe ni mradi mzuri. Nashukuru sana. Kwa kumalizia tu, kama una jambo lolote, ni nafasi yako sasa kuweza kuzungumza. Pengine kama unauza mbegu, unauza nyama au jambo lolote lile, ni wakati wako sasa. Ni ukweli kwamba huwa ninauza, na kama sasa hivi unaweza ukaona nina madume wengi. Bado wako sokoni, kama mtu anataka dume la mbegu wa kuchinja sina, ila aje achukue mbegu, na majike wako wachache, anaweza akaja kuchukua mbegu kwa ajili ya ufugaji. Lakini kitu ambacho huwa ninawapa kama faida, siangalii sana pesa. Mimi nataka mtu nikimuzia mfugo, ule mfugo uwe na maendeleo mazuri. Kwa hiyo namshauri kwanza ajenge banda liwe zuri, ni kampuni gani aitumie, kwa sababu nachukua wanyama wangu wana miezi 2, natumia Koudijs. Sasa unawabadilishia, unaenda kama kampuni mengine, mnyama anadumaa, kwa hiyo unatengeneza hasara wewe mwenyewe. Kwa hiyo nawashauri kwamba angalau tuende mpaka miezi 5 au 6. Baadaye unaweza ukafanya maamuzi yoyote, kwa sababu mnyama ameshakuwa na anaweza akala chochote. Nashukuru sana, nategemea na ninakuombea pia nitakaporudi tena nikute ni mradi mkubwa sana, kwa sababu kwanza aina ya mbegu au serious ndio ukuta hapa ni kitu ambacho ni kizuri sana. Huko ndiko tunakoelekea, kwa sababu kama ulivyoona nina eneo kubwa la kutosha. Kwa hiyo nataka niongeze mabanda, lakini pia niboreshe, na kuboresha maana yake ni pamoja na ujenzi wa mabanda. Nguruwe wanahitaji hali ya hewa nzuri, wanatakiwa kula chakula kizuri, sio kuwapa tu nyasi kama vile ni ng'ombe. Basi nashukuru sana. Asante sana. Lakini kushukuru na wewe pia ambaye umekubali kuja shambani kwetu. Angalau tumepata ushauri, nimeongeza uzoefu, kwa sababu mtu anayekufundisha darasani na aliyefika ni vitu vili tofauti. Pengine cha kuongezea hapo, daktari mmezungumza naye, ni kipi ambacho hasa umekipata ulikuwa ukifahamu mwanzoni? Nilikuwa nikiwapa Koudijs, naenda na Koudijs mpaka miezi 3. Alafu ninawaachisha, naanza kutafuta urahisi. Sasa hiyo kitu amenishauri niachane nacho. Lakini kitu kingine ambacho amenishauri ni ile namna tukiwapa pumba, wakati mwingine pumba inakuwa ni pumba kama takataka, lakini tukiwapa pumba nzuri ambayo ina punje, vinginevyo ama tukachanganya na ile paraza, manake au wanyama watakuwa wazuri. Lakini akanambia kwamba wanapofikisha umri wa miezi 5 ndipo nguruwe anaanza kutengeneza mafuta. Kwa hiyo ni muhimu sana kujihadhari na hilo, kwamba usipokuwa makini manake utakuwa na mnyama mkubwa lakini mwenye mafuta mengi. Na wanyama wetu sisi tunategemea wasiwe na mafuta mengi, ila wawe na nyama nyingi. Kwa hiyo hilo pia nimelichukua kwake leo daktari. Nashukuru sana. Asante. Ni tumaini langu ndugu mpenzi mtazamaji, mpaka hapo umejifunza kitu. Nadhani mchungaji ameweza kuelezea mambo kadha wa kadha, na kwa wewe mfugaji ambaye unataka kuanza kwa mafanikio, ukichukua pointi hizo kwa namna moja au nyingine, ufugaji wako hautakuwa wa kawaida. Mimi naendelea kukuhamasisha, kwenye ufugaji kuna fedha, lakini cha msingi usiishi na mifugo, kufuga kibiashara, kwa maana aina ya mbegu,
chakula unachowalisha na namna nzima ya mafunzo. Kwa maswali au kwa biashara, namba ya mfugaji nitaiweka hapa chini. Kwa hiyo wakati wowote unaweza ukawasiliana naye kwa ajili ya kuweza kupata elimu, ushauri, lakini pia kuweza kufanya biashara naye. Mimi ni Imani Rubaba na nimeletwa hapa kwa udhamini mkubwa wa kampuni ya Koudijs, na ninakuhamasisha tuwe mfugaji ambao bado hujajaribu kutumia bidhaa zetu. Tumia bidhaa zetu hizi, hautajutia na hautaona changamoto yoyote katika ufugaji wako. Mpaka siku nyingine, asante kwa kuwa nami.